Sifani zako tunakuabudu. Inulia Bwana mikono yako juu. Bwana mikono yako juu. Mwambie Bwana wewe ni mfalme. Tunakuabudu. Hakuna kama wewe, Bwana wa mabwana. Wewe ni Mfalme wa mataifa, ni wewe. Unatawala juu ya vitu vyote. Tunakupa sifa na heshima. Tunakuabudu. Nakorolesha Mungu mtakatifu. Wewe ni mfalme wa mataifa. Mfalme wa mataifa. Mataifa yote yanakutukuza wewe. Sifa ni zako. Tunakuabudu. Akarabusa Mungu wewe, mfalme wa mataifa. Nani kama wewe? Tunakuabudu. Mungu wewe, mfalme wa mataifa. La karaboshe, tunakupa utukufu kwa kuheshimu wewe, Bwana wa mabwana, uliyeshinda kifo na kaburi. Yesu, heshima ni yako. Hakuna kama wewe Bwana, unatawala milele yote. Ufalme wako ni wa milele na milele, Bwana wetu. Tunakuabudu. Mungu Bwana wa mataifa yote, uliyefanya sifani zako. Ndugu zangu, wanangu, Wakristo wenzangu, leo ni Ijumaa Kuu. Tumesimama usiku huu chini ya dari ya nyumba ya Mungu. Mambo gani yanatusimamisha leo? Tumeacha usingizi. Waisraeli katika Kutoka sura ya 14 walipokuwa wameondoka Misri wakiwa wanaelekea Kanaani, wa Misri, Farao
na jeshi lake waliamua kuwafuata nyuma Waisraeli, na sababu ya kuwafuata nyuma ilikuwa ili kuwarudisha tena utumwani, ili kuwarudisha tena kwenye mateso, ili kuwarudisha tena kwenye aibu. Huu mkesha huu tunataka kushughulikia mambo yote ya kiroho yanayokufuata wewe nyuma ama yanayokutangulia wewe mbele, ili kukuharibia, ili kukukwamisha. Yale yanayokufuata nyuma, tunaona malaika ilibidi asimame kati ya Waisraeli na Wamisri ili kuhakikisha Wamisri hawawafikii Waisraeli. Tunataka leo katika jambo lolote linalokufuata kwenye maisha yako la kiroho, huenda kuna jambo la kiroho halitaki uolewe kabisa, liko nyuma. Huenda kuna jambo la kiroho halitaki ufanikiwe kabisa, liko tu nyuma. Huenda kuna jambo la kiroho halitaki upenye, liko tu nyuma hapo, linakufuata nyuma hapo. Labda linataka udumae, labda linataka ushindwe, labda linataka uaibike, labda linataka kukuletea madhara. Mambo yote ya kiroho yanayokufuatia nataka tuyakomeshe. Usiku huu tunakutenganisha wewe na mambo yote ya kiroho yanayokufuatia. Tunachelewa sana. Kuna mambo yanatufuata kutoka kijijini, kuna mambo yanatufuata kutoka mtaa tuliohama, alafu tulikohamia eti yanatufuata. Tunataka tuyakomeshe. Kuna wachawi wanatufuata kutoka kijijini, wanatuchezea wakiwa kijijini. Yani sisi tuko huku daa, wao wako kule wanakoleza vitu, wanajinua mioyo yetu huku. Hawa tunataka tuwastopishe. Haya mambo tunataka tuyastopishe. Hii tabia tunataka tuistopishe. Kuna mambo yanakufuata wewe pekee, ndio upate kazi, wewe pekee ndio upate pesa, wewe pekee ndio unaga kibali. Tunataka tuyastopishe. Menipata? Kwa hiyo huu mkesha sio mkesha wa kawaida, ni mkesha wa vita. Yale yanayokufuata tunataka yakome, yale yanayokuchelewesha tunataka yaache, yale yanayokusumbua tunataka yaondoshwe. Musa alimwambia Farao, sio tu kwamba tutaondoka Misri, tutaondoka tu Misri, hapana, tutachukua hadi kwato. Tutabeba na kwato za wanyama tuliokula, tutabeba kwato zao. Hatutakuachia alama kwamba tumewahi kuwa na wewe. Tunataka utoke kwenye hiyo hali, alafu hakuna kumbukumbu umewahi kuteswa na hali kama hiyo, kwa sababu Mungu atakutetea jioni hii, Mungu atakuvusha jioni hii, Mungu atakupigania jioni hii. Kuna mambo kweli hayana majawabu. Leo usiku huu utatoboa, utapata majawabu, utatoboa, utapenya na utapata majawabu. Inua mikono yako juu mwana Mungu. Karabosaka. Karabasandini Pasaka. Pasaka manake achilia. Pasaka manake pita juu bila kuleta madhara. Pasaka manake acha niondoke. Pasaka manake acha nivuke. Pasaka manake acha nipenye. Pasaka manake acha nistawi. Rabosaka. Jehova Nisi, Jehova Rafa. Unajua kuna hali ukifanya hivi inarudi, ukifanya hivi inarudi, ukifanya hivi inarudi, ukifanya hivi leo hii, leo ibada hii ya maombi, leo unavuka, leo unapenya, leo unatoka, leo unabadilishwa, leo unainuliwa, leo unatakaswa, leo unainuka. Yaani nataka mtu mmoja kwenye kundi hili, nikipata mmoja itanitosha, ambaye moyo wake umechangamka, moyo wake umeinuliwa,
kwamba nilitamani siku moja usiku nikae mbele za Bwana chini ya kanisa kama hili, nikae mbele za Bwana kwenye uwepo kama huu, nipige kelele mbele za Bwana kwa ajili ya hali yangu, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya mapito yangu, kwa ajili ya vita yangu, kwa ajili ya hali yangu. Nisimame mbele za Bwana, nipige kelele, kelele zangu zishinde, sauti yangu ishinde. Hawa wameniandama mno, nataka leo nitoke. Yesu, Jendeni meza. Mmekuja vitani ndugu zangu. Nataka niwaambie kitu. Mungu hajawahi kunituma mimi kwa bahati mbaya. Mungu hajawahi kunisemesha mimi kwa bahati mbaya. Hajawahi niagiza mimi kwa bahati mbaya. Mungu namsikia vizuri, ananiagiza vizuri. Ana haja na maisha yako kwa ujumla wake. Yesu, kama umenipata vizuri, kuna nguvu ya Mungu. Kale kagola sisimu, Falme wa mataifa. Alafu nitakuongoza maombi, alafu baadaye nitakuacha uflow. Falme wa mataifa, sifa isa falme, falme wa mataifa, sifa isa mataifa. Inua mikono juu. Falme wa mataifa, falme wa mataifa, sifa ni zako, sifa ni zako Bwana. Falme wa mataifa, falme wa mataifa, sifa ni zako Bwana. Mataifa yote unatawala Misri, unatawala Israeli yote. Roho Mtakatifu ananiambia kabla hujaenda mbali, wako watu hapa leo, hali zinazojitokeza mara kwa mara kwenye maisha yao zina makusudi mabaya ya kuyanyang'anya ujasiri wa wokovu na kuwanyang'anya furaha ya wokovu. Ziko hali ambazo zimekuwa zinajitokeza mara kwa mara. Nataka nikuhakikishie, wakati ninavyoongea hivi na wewe, tayari Roho Mtakatifu yuko pale kwenye hizo hali, anaziondoa kabisa. Tayari Roho Mtakatifu yuko pale kwenye hizo hali, anaziondoa kabisa. Yaani mimi kuzitaja ni kwa sababu Mungu amezitaja. Hizo hali zinataka kudhoofisha afya yako, hizo hali zinataka kudhoofisha familia yako. Roho Mtakatifu anaziondoa kabisa. Sasa wewe nifuatishe mimi maombi haya, alafu nitakuacha baadaye uendelee mbele za Bwana. Hebu sema, kwa damu ya Yesu Kristo. Yes. Sema tena, kwa damu ya Yesu Kristo, damu iliyomwagika msalabani, hiyo damu inanitosha. Hiyo damu ni takatifu, hiyo damu ni ya upatanisho, hiyo ni damu yenye neema, inaninenea mema, kwamba mimi ni mtu bora, niliyebadilishwa,
ninayepiganiwa, niliyebadilishwa. Damu ya Yesu ni damu inanitosha, ni damu takatifu. Bwana, niko hapa leo. Bwana, nitoe hapa leo. Toa mambo haya leo, toa mateso haya leo, toa mapigano haya leo, toa maumivu haya leo, toa roho ya umaskini leo, toa roho ya kudumaa leo. Toa, 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 toa. Sema toa leo. Kuna nguvu za Mungu nyingi sana hapa. Unajua kuna watu nawaona unafatwa nyuma na mizimu. Kuna watu nawaona unafatwa nyuma na nguvu za giza. Ndio maana uendi mbali, unainuka na kushuka, unafurahi kidogo unaharibikiwa. Kuna moto unakusha, kuna moto unakusha, kuna moto wa Mungu unakusha, kuna moto wa Mungu unakusha, kuna moto wa Mungu unakusha. Sema maombi haya. Damu ya Yesu Kristo, kwa nguvu damu ya Yesu Kristo iwe juu yangu leo, iwe na juu ya watoto wangu. Damu ya Yesu naikubali, damu ya Yesu naipokea, iwe juu yangu leo na watoto wangu na hatima yangu. Damu ya Yesu iwe juu yangu leo na watoto wangu na hatima yangu. Damu ya Yesu iwe juu yangu leo na watoto wangu na hatima yangu. Damu iwe juu yangu, damu iseme kwa niaba yangu, damu initetee, damu ya Yesu inishindie, damu ya Yesu inibadilishe, damu ya Yesu iniponye, damu ya Yesu initakase, damu ya Yesu inipatanishe, damu ya Yesu inivushe, damu ya Yesu inisemee, damu ya Yesu initakase, damu ya Yesu inipatanishe, damu ya Yesu inivushe. Kama unaamini unasema maneno hayo, kuna nguvu ya Mungu. Unaomba damu ya Yesu iwe juu yako tu. Makafara yao yote yanafeli, kafara zote zinafeli. Niona watu wanaomba kanisa la Bwana, niona watu wanaomba kwa damu ya Yesu. Unazama mbele za Bwana. Tumesema kwa nia moja, kwa sauti moja, kwa nguvu sana. Sauti yako ishinde. Yako mambo unayakataa. Joto mgongoni, joto kifuani, kichwa kinapanda kinauma, kipanda uso, mifupa inasumbua, tumbo halina uzazi, watoto hawana ajira. Piga kelele mbele za Bwana. Kelele mbele za Bwana. Omba, usinyamaze, omba. Yaani kuna mambo yako sawa kwenye maisha yako. Mara mmevurugana, mara mmepatana, mara hela hakuna, mara hela ipo, mara amani, mara shida. Mtaishi hivyo mpaka lini? Shughulikia mambo hayo jioni hii. Mapambano. Asante kaka Ayubu, naelewa. Asante kaka Ayubu, unaelewa. Asante mtumishi wa Mungu kule nyuma, unaelewa. Nataka niwaambie ni shetani atumbembelezi. Anaachia maisha yako ataka staki, anaachia baraka zako ataka staki, anaachia ushindi wako ataka staki. Usimbembeleze. Umepakwa damu ya Yesu, unamshinda kwa damu ya Yesu. Unashinda mipango yake, unashinda mbiu zake, unashinda mitego yake, unashinda kwa damu ya Yesu. Kuna watu wanashinda. Dada, unapenya hiyo afya, hiyo hela, hiyo biashara, hiyo ndoa, hiyo afya, hiyo karibu sababa, karibu
Pambana. Kuna mambo hayajaacha uyapendi, ila yanakuja. Yaondoe leo, yanaondoka leo, yaondoe leo, yanaondoka leo. Una mahangaiko, hujawahi kuwa na utulivu, hujawahi kuwa na kazi ya kudumu, hujawahi kuwa na kazi ya uhakika. Hilo jambo lishughulikie. Ahadi ya zitimii. Watu wanakupa ahadi nzuri ya zitimii, watu wanakutia moyo hawaweki vitendo. Nataka nikwambie, simama mbele za Bwana jioni hii. Omba kama hautaomba tena. Tumekubaliana. Wakapiga kelele kwa nguvu sana, sauti yao ikashinda. Sauti yako itashinda mapepo, sauti yako itashinda ndoto mbaya, sauti yako itashinda roho ya kuduma, sauti yako itashinda kufedheshwa, sauti yako itashinda mateso, sauti yako itashinda magonjwa, sauti yako itashinda, sauti yako itashinda. Inashinda kwa damu ya Yesu. Na ikimbiza hali mbaya kwa neno la Bwana. Na yakataa mapepo, na yakataa giza na matendo yake, na yakataa mapepo na matendo yake kwa damu ya Yesu. Na wakimbiza kwa jina la Yesu. Watoke maishani mwangu, watoke kwenye familia yangu, watoke kwa watoto wangu, watoke. Maombi ya usiku yana raha, maombi ya usiku yanapenya, maombi ya usiku yanajibiwa, maombi ya usiku ni ya kipekee, maombi ya kuacha usingizi yana neema. Historia yako. Kuna mambo lazima yabadilishwe leo. Kuna historia lazima ibadilishwe leo. Tunasoma leo kumbukizi ya Ijumaa ya Yesu Kristo. Vitu vilibadilika. Mateso yaliondoka, dhambi ziliondoka, watu wakapatanishwa na Mungu. Leo hii tunaitumia Ijumaa hii. Nataka niwahakikishie vitu vyako vingi vitabadilishwa leo.
Ninakata vifungo vya aina yoyote. Watoto wako hawaolewi, watoto wako hawana utulivu, watoto wako hawana mafanikio ya muda mrefu. Haya yote unayakata, haya yote unayabadilisha. Watoto wako hawana ajira, haya yote unabadilisha. Wameitwa interview hawajaajiriwa, haya yote unayaondosha. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Musa mtumishi wa Mungu aliongoza mapambano, akamwambia Waisraeli, wa Misri mnawaona leo, hamtawaona tena milele. Musa alimwambia Farao, tunapohama hapa tunahama na kila kinachotuhusu, hatutaacha chochote kinachotuhusu. Huu mkesha uliokuja leo, huu mkesha ni mkesha wa kukuhamisha kutoka kwenye hali isiyo sawa, uhamie kwenye hali iliyo sawa. Kutoka kwenye mazingira yasiyo sawa, uhamie kwenye mazingira yaliyo sawa. Ndio maana umesimama jioni hii mahali hapa, na mimi nataka nikuhakikishie kuna neema nyingi, kuna neema kubwa ya Roho Mtakatifu isiyo ya kawaida. Ukiinua mikono yako, nataka nikuonyeshe kuna watu mnahitaji transformation, kuna watu mnahitaji change, kuna watu mnahitaji penetration, kuna watu mnahitaji assistance, kuna watu mnahitaji assistance, kuna watu mnahitaji penetration, kuna watu mnahitaji transformation. Na mimi nataka nikwambie, ukiinua mikono yako juu namna hii, nataka nikuhakikishie kwa muda huu Roho wa Bwana aliwakomboa watu wa Israeli kule Misri. Malaika aliyesimamia katikati kati ya Waisraeli na wa Misri atasimama katikati yako leo, atasimama katikati yako leo, kati yako na giza, kati yako na mizimu, kati yako na mapepo, kati yako na mikosi, kati yako na mateso, kati yako na kukataliwa, kati yako na kudumaa, kati yako na umaskini, kati yako na kuonewa, kati yako na kukaliwa, kati yako na kudhulumiwa, kati yako na kusahaulika, kati yako na kupuuzwa, kati yako na kunyanyasika. Leo navyoongea sasa hivi, Roho anamwachilia malaika, atasimama katikati yako. Wewe achia moyo wako vizuri. Kuna mioyo inatibuliwa ibada hii, kuna mioyo inatibuliwa ibada hii, kuna mioyo inatibuliwa ibada hii, kuna mioyo inatibuliwa. Malaika atatembea katikati yetu leo, atawatenganisha watu, atawaponya watu, atawapigania watu, atawatakasa. Kuna kitu kinafanyika, kuna kitu kinafanyika mpaka kule nyuma. Nasema sinawaomba asiwepo mtu mwenye mtoto, niondoleni viti kidogo, watu wapate nafasi, watu wapate nafasi kujiachia kwenye uwepo wa Roho Mtakatifu. Viti vinawabana, viti vinawabana, viti vinawabana, viti vinawabana wana wa Mungu, viti vinawabana. Wampe nafasi Roho. Tumekuja kukutana na mfalme. Esther alikutana na mfalme usiku mmoja, maisha yake yote yakabadilika. Leo mnakutana na Yesu, leo mnakutana na ukombozi, leo mnakutana na mfalme, na maisha yenu yanabadilika yote, hali zinabadilika zote. Kuna kitu kinafanyika hapa. Hii ibada, kama moyo wako uko sasa, hii ibada inaleta kitu, inaleta kitu. Niondolee viti, watu wapate nafasi.
jina la Bwana. Wewe jipange ukutani, watu wa Mungu wapate nafasi. Vya katikati viache tu hapo. Vya katikati acha hapo. Vya ukutani weka ukutani, waombe kwa raha. Nataka hili kanisa leo uombe kwa raha. Nakwambia sauti yako isikike mbele za Mungu. Leo unaponywa. Leo, baada ya leo kuna harusi. Baada ya leo kuna mtaji. Baada ya leo kuna kazi. Baada ya leo kuna fursa. Panga tukikaraka, muda unaenda. Watu wanakata moto. Moto unatakiwa usikatike. Mashemasi mnanichelesha. Tumekuja. Yani mtu unagaragara mbele za Bwana, unalia mbele za Bwana. Yani leo hatuna hata haraka. Wala leo hatuna haraka. Leo tunakawia mbele za Bwana. Tunakawia uweponi mwa Bwana. Kuna wengine malaika atakusemesha hapa. Kuna wengine Yesu Kristo atakupa maelekezo hapa. Kwenye maombi hapa. Atakwambia hapa. Utamsikia hapa. Wala sio kesho hapa. Nakwambia hautaacha kwato. Hautaacha kwato yako. Unahama mazima. Msaidie yule dada. Umlete huko mbele huyo dada. Nakwambia hivi, unahama mazima. Mweke pole. Nakwambia hivi, leo utaona. Mweke tu hapo. Tunashukuru kaja vizuri. Mweke pale. Viti tayari mmepanga viti. Tayari. Sam. Mweke pole. Sam, ile nini pale? Kila tu zangu wazijua. Mlete huko. Kila tu zangu wazijua. Bwana mwambie ahamie mahali kaka. Mwambie ahamie mahali kwenye kiti. Muongoze kwenye kiti. Jesus. Natumai kuna nafasi. Kuna nafasi za kutosha. Aha. Kama tayari kuna nafasi, naomba jambo moja. Inua mikono yako juu. Waisraeli katika Zaburi 135 walikuwa wanalia, wanasema Bwana, waliotuonea walitaka furaha. Wakatuambia tuwaimbie nyimbo za Sayuni. Tukawaambia tuimbeje nyimbo za Sayuni tukiwa katika hali za utumwa. Waisraeli wakalia mbele za Bwana. Huenda umeshindwa kuimba nyimbo za Sayuni kwa sababu ya maisha yako hayaendani vizuri, hayako vizuri.
Huenda umeshindwa kuimba nyimbo za Sayuni wakati unaonewa, wakati unazulumiwa, wakati unazalilishwa, wakati unafedheheshwa, wakati umesahaulika, wakati umedumaa, wakati umekataliwa, wakati unanyanyasika. Alafu anasema tuimbie nyimbo za Sayuni. Unasema siwezi kuimba kwa sababu ninaumia, ninaonewa, nimekandamizwa, nimezulumiwa. Jioni nataka niwahakikishie Mungu yuko hai. Mungu wetu yuko hai. Ikiwa umeinua mikono yako vizuri, nataka nikuonyeshe usiku wa leo ya kwamba maisha yako yana thamani mbele za Bwana. Pamoja na vita yana thamani, pamoja na historia yana thamani, pamoja na kufeli kwako yana thamani, pamoja na vile watu wanavyokuona yana thamani. Na mimi nataka nikuunganishe na Mungu mwenyewe uone thamani yako. Jioni usiku, jioni usiku, kuna uwepo unashuka. Unamsaidia pole pole, unamsaidia pole pole kaka. Kuna uwepo unashuka, kuna uwepo sio wa kawaida. Tangu utosi mpaka nyayo za miguu, tangu utosi mpaka nyayo za miguu. Easter seminar, Easter conference, Easter Rabosa Kaba, Rakaribosa Kaka. Nguvu kama maji, nguvu kama maji, nguvu ya Mungu kama maji. Na unapoomba omba, usinyamaze. Operation hiyo, operation hiyo, operation hiyo. Asante wanawake ambao mmemruhusu Roho Mtakatifu, asante. Operation hiyo, kwa maana tumekutanika usiku huu. Hatuna haraka mpaka Bwana aseme, mpaka Bwana atokee, mpaka Bwana anishauri, mpaka Bwana anisemeshe, mpaka Bwana aniongoze, mpaka Bwana anitokee, mpaka Bwana anipiganie, mpaka Bwana anibadilishe, mpaka Bwana. Musa akasema kama Mungu wendi na sisi, bora uniache hapa. Mungu yuko na sisi hapa leo. Hata tuacha, hata tuacha, hata kuacha mwanamke, hata kuacha, hata yaacha maisha yako, hata acha watoto wako, hata acha kanisa lako, hata acha familia yako. Kuna mguso usio kawaida. Waomba tukuna neema. Kama unalia mbele za Mungu, kama unalia, hakuna anayekuzuia. Tumesema leo tunapaza sauti kwa nia moja. Enough is enough. It's the time to change, to change, to change. Let us change, let us change, let us grow, let us win, let us win. Oribosakaba. Nguvu ya Mungu ipo, nguvu ya Mungu ipo, nguvu ya Mungu ipo, nguvu ya Mungu ipo, nguvu ya Mungu ipo. Wewe omba, wewe omba, wewe omba, wewe omba, wewe omba, wala usinyamaze. Yani hapa bado maombezi, hapa ni maombi. Saidia kule nyuma yule dada, saidia wale madada kule nyuma. Karibu sasa malaika, malaika wa Mungu, malaika wa Mungu asimame kati yako na matatizo, asimame kati yako na kushindwa kwako, asimame kati yako na magonjwa, asimame kati yako na ukata wako, asimame kati yako na magonjwa yako, asimame kati yako. Alisimama kati ya Waisraeli na Wamisri. Namsimamisha malaika, malaika wa Bwana, namsimamisha malaika. Inua mikono yako nikusimamishe. Namsimamisha malaika, namsimamisha malaika kati ya hali yako na yeye, kati ya shida yako na yeye, kati ya ugonjwa wako na yeye, kati ya unyonge wako na yeye, kati ya giza lako na yeye, kati ya mateso yako na wewe, kati ya uonevu wako na yeye, kati ya tatizo lako na yeye, kati ya namsimamisha. Anasimama. Utawaiona, utawaiona, utaona leo, leo utaona. Wataacha, watakuachia, wataacha, watakuachia, wataacha, watakuachia. Mungu anamwambia Musa, Farao atawafukuza badala yako
kuwang'ang'ania atawafukuza. Kuna watu leo mnafukuzwa kwenye ufalme wa shetani. Shetani anawakataa, anakukataa. Umekuwa wa moto, umekuwa wa moto, umekuwa wa moto mwanamke, umekuwa wa moto, umekuwa wa moto mwanaume. Shetani atakukataa. Fire! Na msimamisha malaika katikati yako na shida yako, katikati yako na kushindwa kwako, katikati yako na magonjwa yako. Tunataka watu wabarikiwe, watu hawataki. Tunataka watu wawe na afya, watu hawataki. Tunataka watu wainuliwe, watu hawataki. Nani wewe? Nani wewe? Nani wewe? Jerusalem